Kuna viongozi kwa upande wa mkoa ambao labda wanawakilisha mkoa wa wilaya, lakini pia wanakuwa natunishiana misuli pamoja na hawa kuchaguliwa na wananchi. Pengine nyinyi kama chama, kipi ambacho mnakizungumza kuhusiana na hili? Pengine kuna hatua ambazo mnakuwa mnawachukulia ama la? Kila mtu asimame tu kwenye nafasi yake. Hakuna sababu, kwa sababu katiba iko wazi. Nafasi ya kila kiongozi na sheria ziko wazi. Kila mtu tu asimame kwenye nafasi yake. Kila mtu akisimama kwenye nafasi yake, hakuna tatizo. Mbona mimi nimekuwa mkuu wa mkoa, huko tulikotoka tumekuwa wakuu wa mikoa, tuna wakuu wa wilaya, kila nafasi, asikudanganye mtu, iko kwa mujibu wa sheria. Kuna serikali ina viongozi wake, wanafanya maamuzi. Na kuna wawakilishi madiwani wanakwenda kwenye baraza la madiwani kupeleka hoja zao. Wakishafanya maamuzi kule, yanakwenda kutekelezwa. Kila mtu akisimama kwenye nafasi yake, mimi sioni tatizo. Hakuna tatizo. Labda tatizo litakuwa ni mtu binafsi tu sasa. Lakini kwani ukuu wa mkoa umeanza leo? Ukuu wa wilaya umeanza leo? Mbona mahali pengine usikii? Kwa mimi ninachojaribu kusema, kila mtu asimame kwenye nafasi yake. Na bahati nzuri wana Arusha hapa, wana mkuu wa mkoa mchapakazi. Mimi namfahamu Makonda on a personal level. Nimefanya naye kazi kama mkuu wangu wa mkoa. Mimi nikiwa DC Kinondoni, yeye alikuwa RC pale. Mchapakazi, ni mtu visionary, anataka matokeo. Anataka mambo yaende. Na mimi na yeye wote tunaungana kwenye jambo moja. Wote ni waumini wa kuwataka wananchi wa chini sauti zao zisikilizwe na waweze kutatuliwa shida zao. Katika mambo ambayo tunakubaliana mimi na yeye ni hilo. Sasa mimi nadhani Arusha inakwenda vizuri tu. Haya mengine ni politics, unajua joto. Wanasema kwamba chungu kikianza kutokota, ukimtumbukiza chura mule na nini, yatakuwa naruka tu. Hili ni joto la uchaguzi, ni mambo ya siasa. Yatafika wakati wake na yatakwisha, lakini umoja wa Arusha, maendeleo ya Arusha ni muhimu zaidi kuliko kitu kingine chochote kile.